Ndiyo mama, naondoka sasa hivi. Kila kitu kilienda sawa? Ndiyo mama. Na Pooja na yuko sawa? Alikula chakula chake cha mchana? Mimi sijui. Nilikwambia umtunze kama yeye anavyokutunza wewe. Sawa, niambie mama. Huyu msaidizi wako yuko sawa kabisa. Nakata simu. Mama, haupendi bibi zinazouzwa jirani na hekalu? Nimekununulia. Asante mwanangu, najua unanijali sana. Na wewe unatakiwa uanze kujiangalia pia. Inatosha mama. Hata hivyo, nilikula chakula ulichoniandalia. Umefurahi sasa? Si ndio? Ndiyo. Yeye atakula mzuzu tu kesho. Yeye huyu ni mnafiki sana. Maskini shangazi. Anamjali sana mwanae. Sawa, mama. Kesho nitaenda Haridwar kuoga maji takatifu. Tutaenda? Hapana mpendo wangu, sitaweza kwenda pamoja na wewe. Si unajua haya magoti yangu, yaani yameshaanza kunisumbua tena. Lakini unaweza kwenda naye. Aliapa kwamba ataenda kutembelea Haridwar baada ya kupata kazi. Kwa hiyo ni vyema kwenda naye ili aweze kupaona. Lakini nina uhakika hataweza kukubali. Sawa mama. Naweza kwenda naye. Nitakusubiria saa 4 kamili. Mama. Nakuomba usio unanipigia na kuanza kuniuliza juu ya kijakazi wako. Sawa sawa mwanangu, sitafanya hivyo. Lakini niahidi kwamba hautarudi mpaka atakapotimiza hadhira yake. Shangazi, kiapo? Najua unachokifikiria. Lakini nimefikiria kwamba hii ndio ingekuwa nafasi yako nzuri ya wewe kuwa karibu naye na kuwa rafiki yake. Hata hivyo unahitaji muda wa kumwelewa yeye. Wewe usijali, wewe wala hautakuwa na shida yoyote ile. Naren atakutunza vizuri sana. Wacha nikaangalie chakula cha jioni, maana muda wa Harish kurudi umekaribia. Mtu mwenyewe akiniona ni anakasirika tu. Hata hivyo amekubali kwenda na mimi. Nashangaa ni kwa nini? Pooja, bado umesimama hapo tu? Nenda chumbani kwako ukapumzike. Nitaondoka kesho asubuhi na mapema. Shangazi, natakiwa kwenda wapi? Haridwar kutimiza nadhiri yako. Lakini ni saa 10 jioni. Kwa hiyo alimaanisha saa 4 asubuhi? Ndiyo. Naren wangu anajali sana muda. Sasa nenda chumbani kwako na ukapumzike. Halafu sikiliza, beba nguo zako pamoja na taulo lako. Sasa nenda ukapumzike, nitakuletea glasi yako ya maziwa. Hawezi hata kuvumilia uwepo wangu. Na amekubali kunipeleka Haridwar asubuhi pia. Huu ni mtihani sana kwangu. Hata sijui itakuwaje kesho. Nguo zangu ziko wapi? Katika nyumba ya watumishi. Kuna nini? Mbona unaonekana kushtuka? Nadhani utakuwa unakumbuka kama wewe ni kijakazi tu hapa. Nifuate.
Nitakwenda kukuonyesha unapostahili. Twende. Lakini Nilma, ni kwa nini unataka Pooja ahamie kwenye nyumba ya wahudumu? Nini tena shemeji? Kwa sababu yake tu watumishi wengine wanaweza wakasema sisi tunampendelea. Hata hivyo nimeshangazwa. Tokea lini umeanza kujihusisha na mambo haya ya kujali vijakazi? Lakini Nilu, lazima kutokuwa na sababu ya Pooja kukaa hapa. Mpenzi. Nyie mnachoka sana jamani kutokana na kazi. Hatutaki muwe na wasiwasi juu ya haya mambo, sawa? Haiwezekani. Huu ni uwanja wetu kina mama. Hivi tutashughulika na hili swala. Na nina uhakika sura yake nzuri ya mwanakondoo ndio lomdatisha shemeji. Bi mkubwa, naomba nionyeshe chumba changu. Nitakaa huko. Twende. Sawa. Mjomba, baba yuko sawa? Ndiyo, kila kitu kipo sehemu yake. Lakini ikiwa baba yako hatoacha mawazo, anaweza kupata tatizo. Chukua hii. Daktari, tafadhali ongea naye. Anatakiwa mpangishe mtu kule dukani. Na kazi zake afanyie nyumbani. Anatumia sana pikipiki kwa muda mrefu kwa ajili ya kuwasambazia wateja wake. Sasa, huoni kama ni sawa kumfanyia vipimo vingine? Wewe ni mwanafamilia daktari. Unajua kila kitu. Pooja anafanya kazi kwa bidii ili kuiangalia familia yake. Na mimi itanibidi nikae nyumbani pale nitapopata kodi. Lakini hiyo haiwezekani kabisa. Itanibidi nitafute njia nyingine. Uko sawa Satish, lakini inabidi uitunze afya yako. Nimeagiza vipimo vichache. Vitagharimu 700,000 hadi 800,000. Pata vipimo mapema. Tutafanya vipimo daktari, lakini natumaini hakutakuwa na kubwa la zaidi. Hapana. Tutaamua baada ya kupata vipimo ikiwa anahitaji kufanyiwa upasuaji au la. Umeyasikia hayo? Mimi nipo sawa kabisa Kusum. Wewe wala usiwe na wasiwasi. Na sitatuma pesa kwa ajili ya kupata vipimo. Pooja atakaporudi tutafikiria kuhusu hilo. Saa 11 tayari. 12, 1, 2, 3. Lazima niamke saa 3. Ngoja nilale. Mbu ni wengi sana leo. Saa 2 asubuhi. Nina lisali moja zaidi.
Nimechelewa sekunde 10 tu. Pana haraka. Nishikilie na ukae vizuri. Sikukwambia unishikilie? Nenda kachukua begi lako. Sasa unishikilie kwa nguvu. Vizuri. Utakavyo. Naenda kuoga katika mto takatifu. Muda huu unaweza kutimiza nadhiri yako. Mungu, huyu ni mwendawazimu kabisa. Anaogaji kwenye baridi hili. Shangazi kanitega kwa kutaka nimpe ahadi. Mungu. Sasa ni kwa nini unaogopa? Timiza nadhiri uliyoiweka. Usije ukalalamika kwa mama, sikukusaidia kutimiza nadhiri yako.
Pooja. Ni kwa nini Pooja amekimbia baada ya kuniona? Sasa nishikilie kwa nguvu. Mama atajisikia vibaya ikiwa kama utotimiza nadhiri yako. Ndiyo maana nyumba yetu ya shamba ipo karibu. Unaweza kubadilisha nguo zako huko. Chumba kipo pale. Unaweza kwenda kubadili. Nyumba yetu ya shamba ipo karibu. Unaweza kwenda kubadili nguo zako huko.